Familia ya aliyekuwa afisa mstaafu wa mamlaka ya bandari nchini KPA inaitaka serikali kuchunguza na kuwatia mbaroni waliohusika na mauaji yake, ambapo alivamiwa na kisha kuchoma moto mchana. Msemaji wa familia Hamad Zoka na shemeji wa marehemu Ken Lwambi wameelezea kusikitishwa kwao na jinsi mzee huyo alivyoshambuliwa akiwa shambani kwake na kuuawa. Binti mkubwa wa marehemu Jane Malombo Baya ameeleza hofu ya mstakabali wa maisha yao, kwani marehemu ndiye alikuwa nguzo na tumaini pekee wa familia hiyo. Nilipata simu Jumamosi kama saa 12 hivi kuelezewa kwamba marehemu amepigwa na akachomwa. Nilipojaribu kuuliza zaidi nikaambiwa alienda shambani na huko sijui alishika nini bega. Kwa hivyo tunaomba Investigation Authority, hii mambo ya kuuawa watu kinyama, ni huyu mzee ameshughulikia familia yake na ni mtu na familia yake, anauawa machoni pa umma. Hiyo ni jambo la kinyama na tunalikashifu kama familia, na tunaomba Investigation Authority mchukue hatua kwa hili jambo haraka iwezekanavyo, manake mtu hawezi uawa mchana peupe na mkono wa sheria usiweze kuchukua mkondo wake. So tunahimiza katika asisi za kisalama waweze kuchukua hatua, tujue huyu mzee aliuliwa kwa sababu gani, na wao ambao wamehusika katika jambo hili tuweze kuwaona katika mkono wa sheria umechukua hatua yake. Tulijulishwa tu kwamba ndugu yetu amefariki kwa kupigwa na kuchomwa. Hivyo wacha tu Mungu atusaidie tuweze kubeba mwili tuelekee kule Bagamoyo. Dadi wetu aliuliwa na watu bado wako huko nje wakipata shughuli zao kama kawaida, wakituacha sisi mayatima bila baba, na sisi bado ni wadogo, bado twasoma, nani atatulipia school fees sisi?